Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Ncha Kali podcast, tukiwa ndani ya msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, msimu ambao unawaangazia wale wenye kuitumikia na kuihudumia Qur'an tukufu. Mimi naitwa Rajab Msami, ndio mwendeshaji wa podcast hii, tukiendelea na mfululizo wa podcast hizi. Lakini kubwa niendelee kukusihi tu wewe ambaye unatufuatilia, iwe ni kwa kutazama au kwa kutusikiliza, ya kuwa unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast zetu ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika platforms zote za podcast. Kote huko utatupata kama AD Plus Swahili, lakini unaweza kutufuatilia kupitia kwenye channel yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina la AD Plus Swahili. Katika msimu huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani unaweza kutufuatilia huko kote, lakini pia unaweza kutufuatilia kupitia kituo chako bora cha televisheni Africa TV 2. Nikukaribishe sana. Ni ada yetu huwa tunakuwa na mgeni kama nilivyotangulia kusema, ambaye anakuwa ni mtumishi wa Qur'an. Leo pia tunaye ustadh hapa, atatueleza anaitwa nani, lakini atatueleza vile ni namna gani yeye anaitumikia Qur'an. Ustadh, karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ustadhi Abdallah Uthman Said. Abdallah Uthman Said. Naam, karibu sana Ustadh Abdallah Uthman Said katika Ncha Kali podcast yetu. Tutakupa fursa utuelezee wewe unaitumikia Qur'an katika upande gani, halafu tutaanzia hapo mazungumzo yetu. Mimi katika kuitumikia Qur'ani ni mwalimu ambaye nina durus za watoto. Mashaallah. Nafundisha watoto madrasa, lakini pia nafundisha akina mama katika upande wa kuitumikia, lakini pia ni imamu ambaye kupitia Qur'ani nimeteuliwa kwa imamu mkuu wa msikiti huko nilipo. Mashaallah. Kwa sababu tunaizungumza Qur'an na tupo ndani ya mwezi wa Qur'an, ni ada yetu sisi huwa tunaianza podcast yetu kwa kuifungua na kisomo cha Qur'an. Kwa hiyo kabla hatujazungumza mengi sana kuhusiana na safari yako na Qur'an na mengine mengi, kwanza nikupe nafasi hii kuweza kuisoma Qur'an, kwa sababu ndio utaratibu wetu, huwa tunafungua podcast yetu hii kwa kisomo cha Qur'an. Kwa hiyo karibu Sheikh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي
الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Mtazamaji na msikilizaji wa Nchakali Podcast, huyo ni Ustadh Abdallah Said ambaye tuko naye leo katika Nchakali Podcast, msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Yeye ni mtumishi wa Qur'an akitumikia katika upande wa kuifundisha, lakini pia yeye ni imam na ni qari kama ambavyo tumeweza kumsikia katika kisomo cha Qur'an ambacho kimetufungulia podcast yetu kwa siku ya leo. Ustadh Abdallah, karibu sana kwenye Nchakali Podcast. Na tuanze kuiangazia safari yako na Qur'an, lakini kubwa wakati kabla hatujaenda huko ni kuombe utueleze, ulisema wewe ni imam, tueleze ni imam masjid gani ambayo inapatikana sehemu gani? Kuna watu ni wapenzi wa Qur'an, wengine baada ya kusikia kisomo ambacho umetufungulia nacho wanaweza wakawiwa wakapata hamu ya kuja kuswali japo tarawih kwenye msikiti ambao wewe ni imam. Kwa hiyo utatueleza hilo, alafu tutaanza kuiangazia safari yako na Qur'an. Karibu. Mimi ni imamu wa Masjid Rawda, msikiti ambao unapatikana Kigamboni katika mtaa wa Magogoni. Okay. Magogoni. Okay, sawa sawa. Tuende sasa tukaiangazie Sheikh safari yako na Qur'an. Ulianza kusoma Qur'an lini? Ulisoma wapi? Paka kufikia hatua hii ambayo leo upo. Karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Mimi katika upande wa kujifunza Qur'ani, mwalimu wangu wa kwanza alikuwa ni mzee wangu, babangu mzazi ambaye sasa hivi ni marehemu, Allah amrahamu, Sheikh Uthman bin Said, ambaye yeye ni katika wanafunzi wakubwa wa Sheikh Adam Ahmad ambaye pia ni marehemu, alifariki miezi ya karibuni hivi. Allah amrahamu. Katika wanafunzi wake wakubwa. Mzee mimi alianza kunifundisha fani hii nikiwa mdogo sana. Okay. Fikiria na kumbuka hata sijaanza shule ya msingi. Alikuwa akituweka kitako mimi na kaka yangu. Naam. Kwa ajili ya kutumezesha hii fani ya maqamati. Lakini baadaye alipoona kwamba nina uelekeo mzuri, ikawa ananichukua katika darasa ambalo wao walikuwa wanaliendeleza, yeye na mwenzake ni Ustadh Omar Mbigila ambaye sasa ni marehemu. Naam, Allah amrahamu. Alikuwa ni msomaji mkubwa na nguli katika fani hii, ambao wote hao ni wanafunzi wa Ustadh Adam. Walianzisha kituo kule Tandika ambako tulikuwa tunaishi, na mzee ikawa ananichukua tunahudhuria darasa ile ambayo kuna watu wakubwa wanasoma. Mimi nikiwa ni kijana mdogo sana. Wakati huo umeshaanza shule ya msingi au bado? Hapo nishaanza, nipo takriban darasa la kwanza ama la pili. Okay. Alikuwa akinichukua na hudhuria ile darasa.
Kwa hiyo Ustadhi Omar Mbigira, Mungu amrahamu, naye akatokea kunipenda. Alikuwa ananiita mjukuu. Kwa hiyo katika hafalati nyingi alikuwa akinitanguliza, soma kidogo upata baraka za ukubwa. Baadaye tena tulivyohama katika mji ule wa Tandika tukahamia Kigamboni, mzee akanambia unatakiwa uende I'tisam, ambako yeye ndo alisomea pale kwa Ustadhi Adam. Naam. Lakini kipindi hicho darasa ile alikuwa anaiendesha mwanafunzi wake mwingine anaitwa Ustadhi Ahmad Muki, ambaye pia sasa hivi naye ni marehemu. Allah mrahamu. Yeye ndo alikuwa ameshika darasa la Ustadhi Adam, ikawa anatufundisha kila siku ya Ijumaa baada salati al-asri. Kwa nakwenda mpaka alipofariki Ustadhi Ahmad Muki, ikawa sasa nipo Kigamboni nafanya mwenyewe mutala. Baadaye ndio tukajua kwamba Kigamboni tunaye msomaji mkubwa na nguli, Ustadhi Abdullah bin Daud, ambaye pia naye ni marehemu, kafariki mwaka jana na mwaka juzi, anakaa miaka miwili tangu afariki kwake. Ndio mwalimu wangu wa mwisho katika fani hii ya maqamat na Qur'ani. Ustadhi Abdullah Daud ni msomaji bingwa na mahiri ambaye kidunia anafahamika. Tukimzungumzia Ustadhi Abdullah Daud anafahamika kidunia. Kwa hiyo mimi ni mmoja katika wanafunzi wake. Yuko mwingine anaitwa Ustadhi Ahmad Salim, pia ni katika wanafunzi wa Sheikh Abdullah Daud. Kwa Sheikh Abdullah Daud ulibahatika kukaa kwa muda gani? Sheikh Abdullah Daud haipungui miaka 4 mpaka 5. Kipindi kile Sheikh alikuwa si mkazi wa Kigamboni. Mara nyingi alikuwa maisha yake ni nje. Ndiyo. Kwa hiyo alikuwa akija kama mwezi mmoja anakaa Kigamboni, ndio nyinyi kwa tunakwenda anatupa vitu. Kwa hiyo hata hii mara ya mwisho tena anakuja kufariki ndio kidogo alitulia pale Kigamboni. Pale ndo tukapata vitu vingi zaidi. Lakini kipindi kile alikuwa anakuja, anaondoka miaka 2 3, alafu anakuja likizo mwezi, tunakwenda kusoma kwake. Sawa sawa. Safari yako ukitazama ni safari ambayo imeanzia nyumbani. Imeanzia kwa baba yako. Kwanza uligusia kwa alikuwa kusoma wewe na kaka yako. Kaka yako naye yupo kwenye fani huko? Kakaangu kutokana na harakati zake za kimaisha, naam, yeye huko alitoka. Japokuwa ukimwambia soma, ile idea anayo. Okay. Lakini yeye sasa hakujikita sana huku kama wewe. Yeye ameshughulika hata kwa hawa mashekhe ambao wao umepita, yeye hakuwa. Yeye alishia kwa mzee tu. Alishia kwa mzee nyumbani. Hata baba alimpa jina la mwalimu wake. Jina lake anaitwa Saidi, lakini mzee alimpa jina la Adam. Kutabaru kuna mwalimu wake Sheikh Adam. Okay, sawa sawa. Siku zote tunasema elimu haijawahi kuwa nyepesi. Kama ilivyokuwa kwa vitu vingine vyovyote ambavyo mtu anavipigania, anataka kuvifikia katika hali ya kimafanikio. Kwako safari yako ugumu wake ulikuwa wapi? Kama ulivyosema, hakuna jambo jepesi hasa katika kutafuta. Hata katika kutafuta maisha kawaida watu wanapitia mambo mengi. Kwa hiyo ugumu pia katika fani hii upo. Kipindi ambacho tunasomeshwa na mzee, tulikuwa na watoto wadogo kiasi ambako ule muda ambao anatuweka kitako kutusomesha ni muda ambao tunataka kucheza na watoto wenzetu. Kwa mzee anawaambia hakuna kucheza, kaa kitako usome. Hatujui bayati ni kitu gani, hatujui razi ni nini, lakini anatuambia hii ni tu bayati. Mtajua baadaye. Lakini jueni kwamba ni bayati. Hivyo, lakini tulivyohamia na Kigamboni, baadhi ya siku, baadhi ya Ijumaa tulikuwa tunatoka kwa mguu kutoka Kigamboni mpaka Temeke, Sokoto, kwenda kusoma kwa Sheikh Ahmad Muki, ambayo baada ya swala ya Ijumaa tu ni mnatoka ili baada ya asri wakutie kule kwenye darasa. Tulikuwa na nauli chache, tunapanda gari mpaka sehemu, tunashuka, tunatembea. Siku nyingine hatuna. Haya, nendeni tu. Na rafiki yangu mmoja anaitwa Abdul Mudhihiri, nikamshawishi naye, ikawa tunakwenda wote. Tunatembea kwa mguu, tunakwenda kwa Sheikh Ahmad Muki. Na siku nyingine baada ya maghrib darasa imemaliza, hatuna nauli, taratibu mdogo kutoka Kigamboni tunafika Aisha, tuko Kigamboni. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya changamoto katika utafutaji wa elimu tuopa. Sawa sawa. Qur'ani ni mwongozo. Qur'ani ni tiba. Qur'ani
faida zake zinafahamika. Huwa napenda kuliuliza sana hili swali kwa sababu linaakisi maisha ambayo tunaishi. Kwa bahati nzuri sasa hivi ni zama ambazo wasomaji wa Qur'ani, watu waliohifadhi Qur'ani ni watu ambao kufahamika, kujulikana ni zama ambazo rafiki kwa mfumo huo, yani kwamba mtu akiwa qari mzuri ni rahisi kujulikana. Sababu sasa tuna utandawazi, tuna kamera, tuna nini, tuna vyombo vya habari, tuna vitu kama hivyo. Makari wengi wanafahamika, tunawafahamu. Kwa uzoefu wako wewe ukiwa ni miongoni mwao, ukiwa ni mtu ambao umeishi nao, umeamiliana nao kwa ukaribu zaidi, kwa mtazamo wako, hawa watumishi wa Qur'an wanaishi Qur'an? Miongoni mwao wapo wanaoishi Qur'ani, lakini miongoni mwao ukiwaona kidhahiri ni wasomaji wa Qur'ani kiundani yani, lakini kidhahiri hapana. Hiyo ipo hata kwa mashehe. Unaweza kama mashehe soma katika mimbari akitoa mawaidha, mashallah utampenda, lakini kama utamfuatilia nyendo zake ni shida. Kwa hiyo si katika wasomaji wa Qur'ani pekee, mpaka mashehe wapo hivyo. Unadhani nini hasa sababu ya hii? Ni kuendekeza wakati mwingine nafsi, matamanio ya nafsi, na kuiendekeza sana dunia, lakini wakati mwingine mpaka malezi inakuwa ni tatizo. Nasaha zako fupi kwa dakika moja kwa watumishi wa Qur'an ambao hawaishi Qur'an? Nasaha zangu kwa wenzangu ambao tunaitumikia Qur'ani, tuishi Qur'ani. Tabia zetu ziwe ni Qur'ani. Hata ambaye bingwa wa Qur'ani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku moja kati ya wake zake Imam Bi Khadija wa Aisha aliulizwa kuhusiana na tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam, alichojibu asema kana khulquhu alquran. Nyie mustafute tabia Mtume, mkitaka kujua tabia Mtume iangalieni Qur'an. Kwa Mtume mwenyewe alikuwa akiishi ki-Qur'ani, mazungumzo yake ni Qur'ani, kulala kwake ni Qur'ani, tembea yake ni Qur'ani, kila anachofanya ni kutokana na mafundisho ya Qur'an. Kwa hiyo hata sisi makari ambao tumejinasibu na kujipamba na jambo hili la Qur'ani, isiwe kutuna act maisha kwamba tukiwa kwa watu sisi ni watu wa Qur'ani, lakini tukiwa peke yetu tuna mambo ya ajabu ajabu ambayo tunayafanya. Qur'ani haitaki hivyo. Tutaingia katika la yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Tutaingia katika sifa ya wanafiki. Ikiwa tumeamua kujipamba na Qur'ani, basi tuingie ile udkhulu fi silmi kafa, na sisi tuingie katika ahlul Qur'ani kikweli kweli, kwa sababu ahlul Qur'ani ahlullahi wa khassatu, watu wa Mungu. Na kwaje mtu wa Mungu afu anakuwa ni mtu wa kuact maisha? Kwa hiyo ukiwa ni mtu wa Qur'ani, hakikisha unakuwa mtu wa Qur'ani vilivyo, kuanzia mavazi yako, tembea yako, mazungumzo yako, muamala wako na watu, uwe ni katika namna ambayo Qur'ani inakuelekeza. Na uzuri Qur'ani haijaacha kitu, yote hayo yameelekeza namna gani mtu waamiliane na watu, uishi na watu, uzungumze na watu hivyo. Kwa hiyo tusiekti, tuishi ki-Qur'ani inavyotaka, kwa vile tumeamua kwa watu wa Qur'ani. Kumekuwa na dhana potofu kwa baadhi ya wazazi, na kwa mwenendo ulivyo dhana hii naona inaweza ikawa inajipatia umaarufu kwa kadri siku zinavyozidi kwenda. Dhana hii ni kwamba wazazi wengi wanaichukulia Qur'ani kama kitu cha kawaida tu, kama kitu ambacho sio cha kukipa kipaumbele kwenye majukumu yake kama mzazi kwa kijana wake. Wewe ni mtumishi wa Qur'an, umeisoma Qur'an katika umri mdogo sana nyumbani, una kipi cha kueleza wazazi ambao wanadhana hizo za kwamba Qur'ani ni kitu ambacho mtoto akisoma kitamnufaisha nini katika dunia yake? Una kipi cha kueleza wazazi wenye dhana hii? Katika akili potofu na dhana mbaya ni hiyo, kwa baadhi ya wazazi kuhisi kwamba akimsomesha mtoto wake Qur'ani haitomnufaisha. Kiukweli Qur'ani ina manufaa fi dunia wal akhirah. Akhira ni jambo ambalo liko wazi kwamba Mtume anasema isomeni Qur'ani fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi.
kwamba Qur'an itakuja kukuombea siku ya kiyama. Kwa hiyo ni manufaa ya akhera, kupata uombezi tu kwamba ya Rabbi mimi namtetea huyu fulani kule duniani alikuwa akinisoma. Hiyo ni faida kubwa ambayo mtu ataipata kule akhera, na ukiombewa na Qur'ani sifikirie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hilo atalipinga uombezi huo. Lakini duniani pia tunashuhudia makari wengi sana ambao wamenufaika kwa Qur'ani. Kikubwa ni kuwa na ikhlasi katika jambo hili, kufanya kwa ajili ya Mungu. Mtoto wako akiishika Qur'ani, akiisoma Qur'ani kwa ajili ya Allah, haiwezi kumwacha hapa duniani. Lazima manufaa yatakuja. Sisi tunawafahamu wasomaji wengi, tukiacha sisi wenyewe, lakini tunawajua wenzetu wengi ambao kupitia Qur'ani wamenufaika, na kila dunia inavyozidi kwenda mbele Qur'ani ina manufaa fi dunia. Kila ulimwengu unavyozidi kusonga mbele Qur'ani inaleta manufaa katika tofauti. Hata huko nyuma makari walikuwa wakisoma, lakini sasa hivi makari wananufaika kupitia Qur'ani. Mtu anakwenda nchi mbalimbali kwenda kushiriki mashindano, anakuja hapa katika mji wake, ana pesa ya kutosha, anaendeleza maisha yake. Sawa Ustadh Abdallah, muda wetu umetutupa mkono. Mwisho kabisa, tuko ndani ya mwezi wa Qur'an, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nasaha zako kwa umma unaotufuatilia kupitia Nchakali Podcast ni zipi kuhusiana na Qur'an ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Nasaha zangu kwa umma ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tusome Qur'ani, kwa sababu ndani ya mwezi huu ndio mwezi ambao imeteremshwa Qur'ani. Katika ayat niliyosoma Mwenyezi Mungu anasema shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran, ndio mwezi ambao imeteremshwa hasa Qur'ani kwa munasaba wa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuna malipo makubwa sana mtu akisoma Qur'ani katika mwezi huu. Jambo la kusikitisha, kuna baadhi ya watu mwezi huu hufanya mwezi wa kununua karata, wakakaa katika vijiwe, wakacheza mabao, wakacheza makeram. Ukimuuliza anakuambia napotezea saumu ama napoteza muda. Jambo zuri la kushikamana na mwezi mtukufu wa Ramadhani na miezi mingine ni kushikamana na Qur'ani, hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kile unachokijua katika Qur'ani kisome. Sije ukasema mimi najua sura 2 tu, nyingine soma hizo 2. Wakati huo unafanya jitihada ya kuzijua nyingine. Unajua juzuu moja, rudia hiyo kila siku. Lakini usikose fadhila za kusoma Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Matokeo yake ukashikamana na mambo mengine ambayo yatakupunguzia thawabu ya funga zako. Kwa hiyo wasia wangu na kwa waumini hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tushikamane na Qur'ani kwa sababu ndio mwezi ambao imeteremshwa Qur'ani. Shukran sana Ustadh Abdallah Uthman Said. Mtazamaji na msikilizaji wa Nchakali Podcast, huyo ni Ustadh Abdallah Uthman Said. Tumeweza kuzisikia nasaha zake hizo, na ndiye ambaye tulikuwa naye leo katika Nchakali Podcast, msimu maalum wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, msimu ambao unaangazia wale ambao ni watumishi wa kitabu cha Allah Al-Quran Al-Karim. Baada ya kusema hayo, sisi hatuna la ziada. Niendelee kukukumbusha tu na kukusihi ya kuwa kipindi hiki kitakuwa kikujia kila siku ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, muda na wakati kama huu wa leo. Lakini unaweza kufuatilia mfululizo wa vipindi hivi ambavyo tumekwisha kufanya kupitia kwenye channel yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina la AD Plus Swahili, lakini pia kupitia platforms zote za podcast ikiwemo Google Podcast, Audiomack, kote huko utatupata kama AD Plus Swahili. Nenda, kuna podcast nyingi sana tumezifanya, unaweza kuzifuatilia na ukanufaika. Baada ya kusema haya, hatuna la ziada. Mimi naitwa Rajab Msami, nilikuwa naye Ustadh Abdallah Uthman Said. Hatuna la ziada, tunakuaga kwa kukwambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah